Lakini ukitaka fedheha zimekuzunguka kila mahali. Wewe ukitaka tu kukula stress, fungua WhatsApp status za marafiki zako haswa, ili upate kujua hali yako ya maisha iko vipi. Listen. Naitwa Jane. Nilimaliza chuo kikuu. Kazi ninayopata kibarua tu ya masiku kidogo, inaisha. Pesa ninayopata pia ni ya kujikimu tu, kama tuseme transport, chakula na rent. Zaidi hapo niko mwisho kabisa. Tena mahusiano niko si promising, nikijikompea na marafiki zangu wenzangu wote wako mbele. Kazi ni ya kubambanya. Mahusiano pia relationship kubambanya. Ni kubambanya. Sasa akijiangalia kwa kujilinganisha na marafiki wake wako mbele pamoja. Naona hajapiga hatua kabisa. Asijui unamshaurije Darius? Mimi nimesikia story ya mwanadada. Yake ni kitu kidogo tu, very simple. Okay. Tuende kwenye Mathayo 6:34. Inaongea kuhusu mambo ya kushangaa ama kuworry a lot. It says about worry is unnecessary. Why am I saying so? Jesus commands against worrying about tomorrow, suggesting that anxiety is a lie that implies God is not in control. Yes. Lakini unajua mara nyingine ukikaa tu ati ni wewe peke yako hivi, hatua inakuwaga wakati mwingine inakuwa vigumu kupiga. You know, rafiki yako anaweza kupiga challenge. Ya Darius mazee, kuna machine mpya, Pioneer DJ mpya, hii sasa ndio kusema. Unaiangalia, unaona yenyewe acha nifanye bidii niwe na kama hii. Kesho kuta unaona amepiga show, anakuambia Darius bana, nimeitwa Turkana naenda kupiga show. Sasa wewe unaenda pia unaangalia, kwa nini na mimi nisiende Turkana? Acha niangalie huko Turkana kuna vilabu gani na gani, na mimi pia nijitume. So in a sense kuna ile ambayo ni very positive competition, ambayo unaweza kujifunza kutoka kwa mwendani wako wa karibu. So it's not all bad, all roses. Usikae tu ukijiambia uko comfortable, watu wanapiga hatua, wewe upige hatua yoyote. Hivyo ndio mimi kauli yangu jamani. Safi. Lakini kuna ile pia shida zako niletee, manake mimi nitazitatua. Asante.